bwana mmoja alikuwa akiitwa Abul Jahmi. Huyu bwana anasema kuna siku nilikesha usiku nafikiri na kutafakari ni njia gani nitaitumia mimi ili nimkasirishe tu Muawiya. Abul Jahma anakesha usiku, apate usingizi, anatafuta mbinu za kumharij Muawiya ibn Abi Sufyan. Nasema nimelala, asubuhi nikamwamkia, nikamraukia, nimeshapata njia ya kumfanya aghadhibiki na kukasirika. Akaingia akamwita, sikiliza alivyomwita, ya ibn Hind. Kamwita kwa jina la mamake, kama kamnasibisha kwa mama, yani ndo mwanzo wa kutaka kumtia jekejeke katika moyo wake akasirike. Ya ibn Hind, wewe mwana wa Hind. Mama yake Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu akiitwa Hind. Anasema law ra'aita ummak au ra'aitu ummak, nilimuona mama yako Muawiya, wa hiya shabatun nahid, enzi zake alipokuwa mrembo kigori, mtoto mdogo mchanga. Huyu jamaa katafuta mbinu, kaona Muawiya nikimtajia mamake lazima hasira zitakuwa karibu. Na kwa kweli katika hii dunia mama ni kitu kingine, na si Muawiya tu, mtu yoyote ukianza kumtajia mamake unaweza ukakatwa kichwa, tena umtaje kwa vitu ambavyo havina maana, atakushughulikia. Sio Muawiya tu, basi akamwambia raaitu ummaka wa hiya shaba, nilimwona mamako akiwa mrembo mdogo, yani msichana kigori. Wa ana yaumaha, na mimi hapa siku hizo, shabun kad kharaja lilfujur, nilipokutana naye mama yako, na mimi siku hizo nilikuwa kijana, damu inanichemka, tena nilikuwa nimetoka natafuta ubaya, uovu, natafuta wanawake. Nikamwona mama yako amepambika, mrembo, mzuri, akazungumza kuhusu habari ya uovu na ubaya, lengo amtetemeshe na kumkazirisha Muawiya. Ungeniona siku hizo nilivyokuwa na muapproach mama yako, mimi ni kijana na yeye ni kijana. Muawiya akamkatiza akamwambia, ama wallahi law annaka nakahtaha lawajadtaha hasanan karima. Abu Jahmi, wallahi ungepata fursa ya kumuoa mama yangu, sifa ungeipata, hasanan, aliyejitunza vizuri na kujiheshimu, karima, tena mkarimu. Wa anta ahlu lidhalika, hukubahatika tu kumuoa mama, lakini ungemuoa ungempata mwenye sifa mbili hizi, mwanamke mzuri aliyejichunga na kujiheshimu, aliyekarimu. Yule bwana kuambiwa maneno yale, malengo yake yote akaona hayakuwa. Badala ya mtu kughadhibika, ananiambia ungemuoa mama ungestarehe, nikaha ya kisawasawa ya kikweli, ungempata hasanatan karimatan, hasanan karima. Lakini ndio hiyo haikuwa. Yule bwana akaanza kumbusu Muawiya kwa kuona kwamba amekuwa mvumilivu na kifua kipana, hata badala ya kughadhibika kwa kutajiwa mamake,
yeye amesema bilaks. Kisha akamchukua tena. Wakati huo Muawiya ni kiongozi, unajua ingelikuwa ndo zama zile hajafika pale, ingekuwa tunazungumza mimi, lakini ndio kisha kuwa kiongozi, watu wanamuita Amirul Mu'minin, unamwambia maneno haya. Unajua kiongozi huwa na mambo yake, ana heshima yake, dignity zake. Sasa akamchukua Muawiya, akamkamata mkono wa Abu Jahm, kaingia naye ofisini kwake, chumbani kwake, akamweka kitako, akamwambia ya Abu Jahm. Sasa anamuhusia sasa, iyaka wa mughadhabat almuluk, Abu Jahm, we na kuhusia na jambo hili la kuwaudhi na kuwakera na kuwaghadhibisha wafalme na viongozi, na kuhusia sana usipende tabia hii ya kuchochea kutafuta hasira za viongozi. Fa inna almuluka yaghdhabuna kama yaghdhabu as-sibyan, kwa sababu viongozi, yani wafalme, wana hasira kama hasira za watoto. Wayabtishuna kama yabtishu al-asad, na wafalme wakiamua kutandika mtu humtandika kama vile simba anavyotandika vile vinyama vidogo vidogo. Kisha akasema, ebu leteni dirham 1030. Zikachukuliwa 1030 dirham, akapewa, akaambia nenda, lakini huwa si uchukue, usiwaghadhibishe viongozi, usiwaghadhibishe wafalme. Hao wanakasirika kama wanavyokasirika watoto. Yani ule uongozi wake na ufalme wake ni jambo kubwa sana kwake. Unapomapproach na kuzungumza naye, ukizungumza naye kwa kumdhalilisha, ina maana unamdhalilisha mbele ya wale wote anaowaongoza. Unamtukana amama mar'a wa masma, mbele ya macho na masikio ya wale wote wanao. Ni jambo kubwa sana, ni kitu kikubwa mno. Unamvua nguo mbele ya wengi, wale wote ni kama watoto wake. Unamvua nguo mbele ya watoto, unamdhalilisha. Unajua mtu kumdhalilisha mkiwa wewe na yeye haijambo, hakuna aliyeniona nilivyodhalilika, lakini mbele ya mamlaka yote inasikia, inaona. Anamwambia chunga sana hiki. Leo umempata Muawiya ana kifua kipana, kesho utawapata wafalme ambao idha qala faal, akisema kitu nitafanya, anafanya kweli. Sasa iyaka wa mughadhabat almuluk, jiepushe sana, ihdhar na kuwakasirisha wafalme. Fa innahum yaghdhabuna kama yaghdabu as-sibyan, vile watoto maana yake kuna vitu vingine vidogo watoto wanakasirika navyo, ndivyo wafalme wanavyokasirika mara nyingine, kwa sababu ya ule ufalme wao ulivyoathir. Lakini wakiamua kushoot na kukick na kupanchi mtu ni kama simba. Hii ndio tunaiita saatu sadr. Muawiya alikuwa nayo hii, lakini la zaidi watu wakawa wanauzungumza huu ujasiri wa kuweza kumeza baadhi ya vitu vizito na kifua kwa kipana, mpaka katika vibaraza ikawa inazungumza, watu wanasema inna Muawiyata la yaghdabu, hal aghdabahu ahad, je, ipo siku kuna mtu amemkasirisha?
ma minkum yastati'u an yughdibahu, nani anaweza kwenda kumkasirisha tumpe chochote, mpaka inapangwa njama hasa watu wakamghadhibisha. Iko bwana mmoja akiitwa Malik ibn Asma'il Husna ibn Asma'il Muna. Malik ibn Asma'il Muna. Malik huyu baada ya kusikia watu wanatafuta mchokozi wa kwenda kusema maneno ya hovyo mpaka Muawiya akasiriki, akajitolea kama alivyofanya Abu al-Jahm na akashindwa, akasema ij'alu li ju'la ana ughdibu, hii kazi nitaifanya mimi, niandalieni mzigo wangu tu kiasi kadhaa, mtasikia habari yangu. Wasami'a bi anna Muawiyata idha dhukirat ummuhu ghadib, akasikia weakness ya Muawiya, akitajiwa mama yake hukasirika, hughadhibika haraka. Asema hicho ndo silaha nitakao kwenda nayo. Akaingia mbele ya Muawiya akamwambia, ya Muawiya, ma ashbaha ainaik biainai ummik. Muawiya, ni shabaha iliyoje kati ya macho yako na macho ya mama yako. Eti macho yako yamefanana sana na macho ya mama yako. Wewe unalichukuliaje mtu anapokuambia yani wewe na mamako mmefanana mno? Kweli ni mzazi wako yule, lakini utaona fahari ukiambia bwana umefanana sana na babako wewe. Kwa nini sema babangu, lakini umefanana na mama, na ndiye aliyekuzaa. Lakini vita hapo wanasema Waswahili patachimbika, kwa sababu kakufananisha na mwanamke. Ma ashbaha ainaik bi ainai ummi, macho yako yamefanana sana na mama yako. Sasa sikiliza jawabu la Halim. Mshairi mmoja aliwahi kusema, man li birajulin halimin idha aghdabtuhu au jahiltu kana alhilmu radda jawabihi wa yasma'u likalami bisam'ihi wa biqalbihi wa la'allahu adra bihi. Anauliza, ni nani katika nyinyi naweza nikapata miongoni mwenu mtu ambaye ni insan, nikimuudhi, nikimghadhibisha, nikifanya ya ujinga mbele yake, kana alhilmu radda jawabihi, hilmu, upole na saatu sadri ndiyo inayonijibu, ndiyo jibu linatoka pale. Nitampata wapi mtu aina hii? Mtu ambaye hata nikizungumza yasma'u ila kalami bisam'ihi wa biqalbihi, huyasikiliza mazungumzo yangu kwa masikio na moyo, wala'allahu adra bihi, na wakati mwingine hivyo anavyonisikiliza utafikiri kama hajawapo kusikia hili jambo, kumbe ninachokizungumza yeye anakijua vizuri hata kuliko mimi. Wapo watu aina hiyo, unamhadithia jambo Allahu akbar, kumbe la ilaha illa, kumbe yeye analijua vizuri kuliko wewe. Na hivi ndivyo watu wenye elimu na hekima walivyo. Sasa malimbukeni huwa hawajui hivi vitu, lakini wanaojua haya mambo wanakuacha unazungumza, anakuuliza lakini huwa adra bihi mink. Wengine hizo habari kazisikia hata hujazaliwa wewe, anazijua hata mama yako hajaolewa, lakini anakusikiliza utafikiria ndio mwanzo anazipata. Hawa watu ni hatari. Mtampata wapi? man li bi insanin idha jahiltu wa aghdabtuhu kana alhilmu radda jawabihi wa ra'aytahu yusghi likalami bisam'ihi wa biqalbihi wa la'allahu adra bihi. Macho yako yamefanana kweli kweli na macho ya mama yako wewe Muawiya. Muawiya akasema tanika al-ainan
hayo macho hayo, talama ajabata aba Sufyan, hayo macho mawili hayo ndiyo yaliyompendeza sana Abu Sufyan, yani baba yangu. Angalia jibu, umefanana na mamako macho, anasema hayo macho ndio yalomfanana, yalompendeza Abu Sufyan, yamefanana na mama na ndio yalompendeza Abu Sufyan, akamuoa, ndo nikazaliwa mimi. Kisha akamalizia kwa maneno haya, asema nenda zako bwana, kachukue mzigo waliokuahidi kwamba watakupa baada ya kuja hapa. Wala tattakhidhna matjaran, usitufanye sisi hapa ndo kitega uchumi chako. Nenda kachukue kile ulichoahidiwa, usitufanyie biashara sisi kuja kututukana sisi alafu napata pesa. Wakenda wakampa mzigo, pesa zile akachukua, akawa na furaha, akanogewa, akasema nani mwingine mnahisi kama kazi yake hakasiriki, nitumeni tena, nipeni kingine. Akamwambia Amr ibn Zubair, yupo mtu mwingine anaitwa Amr ibn Zubair, naye akaenda akamwambia ma ashbaha, akasema ma ashbahaka bi ummi, umefanana kweli na mama yako. Huyu mtu wa pili alikwenda kwake, alikuwa sio mtu kama Muawiya, sema kama teni ananifananisha na mama, kapewa mkongoto wa kweli mpaka kafa. Muawiya aliposikia habari za kufa kwake, asema ana alladhi aqtaltu Malika, kwa kweli mimi ndo nilomuua huyu Malik. Ile mara ya kwanza angekuja nikamtia adabu kwa makosa yake yale, asinge tajara kwenda kumfanyia mwingine, lakini mimi ule kifua changu kipana ndicho kilichomsababishia hilaki hii. Sema basi kama ni hivyo, mimi ndo nitakayetoa dia yake. Akampelekea mama yake Asmaul Muna, mama yake huyu bwana Malik ibn Asmaul Muna, akamwambia dia ya mwanao hiyo. Limadha? Liannani ana alladhi aqtaltuhu, mimi ndo nilosababisha kufa kwake, ile kumwachia. Sasa mara nyingine wanasema hata hii tabia hii ina madhara. Madhara yenyewe ni kama haya, hawa wanaonyamaziwa hawa kwa yale ambayo wanayafanya, wakajiona majeuri na majabari na mahodari, wakaendelea. Kuna vizingiti na visiki vingine wanakwenda kukutana navyo hivi, wakafikiria ni kama kule walipopururiwa wakaachiwa. Ndio madhara yake. Sasa nasema huyu nilimwachia mimi, nisingemwachia wakati ule angejifunza kitu. Basi kwa ajili ya hakumuua huyu bwana, nimemuua mimi, sababu ni mimi, dia yake hii hapa natoa. Watukufu wa Islam, kiongozi wa pahala popote unatakiwa uwe shujaa wa kumeza na kubeba. Hata wakikuchagua mwanafunzi ukawa kiongozi wa wanafunzi wenzako, ndio mwanzo unalani wewe namna ya kuwa qaid, kiongozi mkubwa. Ndio maana aya hii bwana mtume alipoteremshiwa, wanachuoni wanasema imebeba sifa zote za tabia ambazo mtu muungwana anatakiwa awe nazo katika murua. Murua ni kitu kinachotokana na mushtaq wa masdar ya almar'u. Almar'u ni mtu, kama vile tunavyosema insania, humanity, ubinadamu unatokana na kitu kinachoitwa al-insan, na murua inatokana na kitu almar'u, ule utu ndo murua. Asema katika Qur'ani murua wote umekusanyika katika aya hii, aya 199 suratul A'raf. Allah anasemaje? Khudhil afw wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Mambo matatu. Khudhil afw, chukua kilichozidi. Alafu ni nini? Alafu inaweza ikawa msamaha, alafu inaweza ikawa kilichozidi, alafu inaweza ikawa amani, alafu inaweza ikawa salama. Alafu sasa hii neno alafu lichukue, ewe mtume. Anaambiwa mtume, maana yake chukua wanachokupa watu,
Kama huo ndo uwezo wao, wala usitake zaidi ya kile ambacho wanachotoa. Khudhil afu, yasalunaka madha yunfiqun qulil afu, wanakuuliza tutoe nini, waambie kilichozidi katika mali. Unaona maana ya afu mara nyingine inakuwa sio kusamehe tu, kilichozidi. Sasa unaweza ukaenda ugenini kwa watu wao, ukaona anakwenda mbio, wanarudi huku na huku, wanakupapatikia, wanataka kukukirimu. Ukiona ulichowekewa, umewekewa chai ya rangi na muhogo wa kuchemsha, usiondoke pale kisha, yani mnakwenda mbio kote huku, nafikiri mnachinja mbuzi au kuku, mnataka kunikirimu. Hivi ndio mnavyokirimu wageni? Usibabaike na kile ulichopewa. Khudhil afu, chukua kwa kile ambacho kimeweza kutolewa na nafsi zao na matendo yao. Unapokutana na mtu huwa na sifa mbili. Yule mtu anaweza akawa anataka kukufanyia wema au anaweza akawa anataka kukufanyia ubaya. Kwa hiyo ikiwa anaweza kukufanyia wema, acha kufanyia wema kwa kidi au kadri ya uwezo wake. Usiseme nataka zaidi ya hapo, au hukuweza kufanya wema. Chukua kilichozidi au kilichotolewa. Hivi ndivyo wanavyokirimu wageni wao. Kubali, tosheka. Hii ndiyo tabia yake. Hapa ndio mwisho wa kile anachoweza kukifanya. Ridhika, khudhil afu. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikram za watu wengine ndio hizo. Mtu namna anavyomfadhili mtu, anaona kumfadhili kukubwa, amfanyie haya, amletee hiki, amwambie hili. Ridhika na yale maneno au vitendo unavyofanyiwa vinavyoonyesha kwamba wanakukirimu. Khudhil afu, kisha waamur bil urf, waamur bil ma'ruf, amrisha mema, waamrishe watu mazuri. Wal amru bi shay'in nahyun an dhiddihi, unapoambiwa amrisha kitu, maana yake automatic kataza kinyume chake. Kwa hiyo ukiambiwa amrisha mema, maana yake kataza na maovu moja kwa moja. Kwa hiyo amrisha mema. Akajua Mwenyezi Mungu kwamba mtu akiwa na hizi tabia mbili, akiwa na tabia ya kusamehe, ya kuweza kupokea alichopewa, akaweza kuwa na tabia ya kuamrisha watu mema na kukataza mabaya, atakerwa sana na wajinga, atapata tabu sana na wajinga. Aya ikamalizia ikasema, wa a'rid 'anil jahilin, wapuuze wajinga. Chochote unachokizungumza katika kheri, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, utaona wapo wajinga watakao kuja waanze nyuma yako, watakomment kwa kile unachokizungumza. Sasa wale wasikukamate kanzu, wasikubabaishe. A'rid 'anil jahil, wape mgongo, wapuuze. Ndio maana ukiingia katika uwanja wa dawa, haya yanakukuta. Ukiwa kiongozi, haya yanakukuta. Ukiwa ni rais, ni waziri, ni sheha, ni wakili, ni jaji, ni mudir, ni mudarris, ni muallim, ni mtu yoyote, ukawa uko katika uadilifu wa kazi yako, hilo halikushufai wala halikutetei kwamba unafanya mazuri eti watu waanze kukusifu tu kwa mazuri. Hayo mazuri yatakuwa mabaya kwa wengine. Kwa hiyo watu wa aina gani hawa? Mimi nimejitoa, nimejituma, mimi mwenyewe najinyima, nafanya haya kwa roho safi, bado mnatukana tu. Khudhil afu, khudhil afu, waamur bil ma'ruf, waamur bil urf, wa a'rid 'anil jahil. Hawa wajinga wapuuze. Ukiamua kujibizana na wajinga, watakuwa wajinga wawili, wewe na huyo. Sasa Mtume anaambiwa maneno haya. Ndio maana yuko bwana mmoja anaitwa Uyaina ibn Muhsin, hadithi anaisimulia Abdullah ibn Abbas. Anasema jaa Uyaina ibn Muhsin ila ibn akhi,
ndugu au mwana wa ndugu yake ndio mwenyeji wake, anaitwaje? Huyu alikuwa ni kijana katika watu waliokurubishwa mbele ya Umar ibn al-Khattab. Kaja kwake Al-Hurr, alikuwa akiitwa Al-Hurr ibn Qais, mwenyeji wake. Ibn Uyayna kaja kwa Al-Hurr akamwambia, wewe ndugu yangu uko karibu sana na huyu Amiri al-Mu'minin Umar, hebu nakuomba istadhilli, niombee idhni nikutane naye. Unaweza wengine huwezi kwenda kwa kiongozi mpaka kwa wasta. Vitu kama hivi vinatokea hata katika jamii yetu. Bwana, mimi nakuona sana uko na fulani, hebu nifanyie mpango nifike pale niongee naye, kuna mambo yangu niongee naye. Sasa Uyayna ibn Muhsin akaja kwa ndugu yake Al-Hurr akamwambia, wewe uko karibu, laka wajhun inda hadha al-amir, basi nakuomba nifanyie mipango nikutane naye na mambo yangu. Akamwambia sawa, abshir. Akafanya mipango, akamwambia tayari anakusubiri Amiri al-Mu'minin, kaonane naye, kamwambia mambo yake. Bwana alipoingia tu katika nyumba, katika ofisi ya Umar ibn al-Khattab, akamwambia, hii ya ibn al-Khattab, innaka la tu'tina al-jadla wa la tahkum bainana bil adl. Ewe Umari, we hutupi chochote sisi unaotuongoza katika kheri, wala huna uadilifu wowote unaofanya katika kuhukumu kwako. Sema maneno haya yalimkera sana Umar ibn Khattab. Tizama, huyu bwana katafuta nafasi ya kukutana na kiongozi, kaipata tena kwa njia nzuri kabisa. Favor aliyofanyiwa, sasa amepata nafasi ya kusema na kiongozi wake. Angalia maneno anayomwambia, hatuna chochote tunachokipata kutoka kwako, dhulma tu ndizo zilizoenea, hauna uadilifu wowote. Anasema Umar kaghadhibika mpaka anataka kufanya jambo. Huyu kijana alompa nafasi sasa akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, inna Allaha yaqul, Mwenyezi Mungu anasema, khudhil afw wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin wa hadha min al-jahilin. Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu anasema, chukua kusamehe watu, chukua kilichozidi kutoka kwa watu, amrisha mema, wape mgongo wapuuze wajinga. Na huyu aliyekuambia maneno hayo, huyu ni katika wajinga. Abdullah ibn Abbas anasema, wallahi aliposikia aya hii ya Umar ibn al-Khattab, ma tajawazaha, hakuipituka, wa kana waqafan likitabillah. Na alikuwa Umar akisikia maneno ya Allah, lile linalosemwa na aya za Qur'ani ndilo atakalolifanya, akatuliza. Unaona namna gani watu walikuwa na kifua kipana, ukimwambia mambo basi anarudi, ukimkumbusha kuhusu Mungu na mtume anarudi. Kinyume na hao, bwana Mwenyezi Mungu anasema, hapana cha Mungu hapa, atanitambua. Bwana msalie mtume, kaswalie huko mbele ya safari, hapa hapa swaliwi mtume. Lakini watu hawa wanakuwa wamekosa silaha kubwa katika silaha za saatu sadri, mpaka wanakufuru au wanaingia katika mambo yasiyokuwa mazuri. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu, sisi sote ni viongozi pahala fulani, na wake zetu wana mambo mengi ambayo wanayatupa kwa viongozi. Sisi tuwe na vifua vipana vya kuweza kubeba. Anaweza ukafika tu ukaona ameshika kiuno chake, anakuambia, haya, kama mwanamume kweli nataka leo utoe talaka, na kama mwanamume masuruali tu nitajua. Sasa na wewe ukiona kwamba ili niwe mwanamume kweli nitoe talaka, sasa utakuwa mwanamke. Ndio maana Mwenyezi Mungu amekupa wewe talaka 3, hakumpa yeye. Ingekuwa wake zetu ndio wamepewa talaka, sijui tungekuwa tumeshaachwa mara ngapi. Lakini hawakupewa wao, ngombe zichukue wewe, kwa sababu wewe ni halimu, wewe ni shujaa, wewe ni hakimu. Hata akitaka huyo usimpe. Angalia pahala fulani ambapo panahitaji kutolewa itala, ndio itoe pahala maalum.
lakini usiirushe tu kama vile mtu anavyocheza karata. Lakini ingelikuwa wamepewa wao, ingekuwa matatizo. Kwa ajili wewe ni kiongozi pahala fulani, katika uongozi wako ikumbuke sana sifa hii ya saatu sadr, kuweza kumeza na kubeba mihimili yoyote, ima ya maneno, ya kejeli, ya matusi na mambo mbalimbali. Mali bi insanin idha aghdabtuhu au jahiltu kana alhilmu radda jawabihi. Lazima uwe na hilmu alladhi yaruddu aljawab kwa yale ambayo unaulizwa au kuambiwa.